Hello, mambo vipi? Naitwa Navigator Chinduli. Leo bwana niko pande za Kariakoo. Na hapa nilipo sasa hivi ni gerezani. Yapi nataka tuje kuangalia kama Kariakoo is the most crowded market here in Africa. So ungana nami mpaka mwisho. Usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na kushare. Niko zangu Kariakoo. Nitakupitisha kwenye mitaa muhimu ya soko hili la Kariakoo. So usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na kushare. Yeah. This is me. Huyu ndo mimi. Hii ni asubuhi. Hapa ni mitaa ya gerezani. Kariakoo. Kama unaweza kuona bado mapema asubuhi na watu ndio wanaelekea katika mishimishi. Hilo nyuma yangu unaliona ni daraja la treni endalo kasi SGR. So angana nami mpaka mwisho tuweze kuona kama ni kweli Kariakoo is the most crowded market here in Dar es Salaam. Hapa nilipo, hii ni barabara ya Msimbazi. Ya Msimbazi. Hapa ni maeneo ya gerezani kama unavyoweza kuona, kituo cha mwendo kasi. So ni bado mapema asubuhi. Tunakuja kuangalia kama kweli Kariakoo ndio most crowded market here in Africa. Yeah. Na wewe drop comment yako hapo chini. Wewe unaonaje? Je, Kariakoo ni most crowded market here in Africa au ninapewa tu hype? Yeah, so hii ni barabara ya Msimbazi. Nitakupitisha katika mitaa yote muhimu ambayo inakuwa na vibe hapa Kariakoo ili uweze kuona, alafu wewe utaniambia hapo chini kama Kariakoo is the most crowded market here in Africa. Yeah. So tuendelee kuona. Huko hapa ni mwendo kasi kama unavyoweza kuona. Yeah. Gerezani, maeneo ya gerezani hapa nipo. Hii ni asubuhi mapema na leo ni Jumatatu kama unavyoweza kuona. Watu ni wengi. Yeah. Kila mtu akiwa anaelekea katika maeneo yake ya kutafuta riziki na mambo mengine kama hayo ili kuhakikisha mkono unaenda kinywani. Lakini pia Kariakoo ni soko ambalo limegawanyika, kwa hiyo kuna ukanda ambao wa nguo, viatu, vipodozi na mambo mengine, na ukanda wa accessories, simu, computer na mambo mengine. Kwa hivyo nitajaribu kukupitisha katika mitaa hiyo ili uweze kuona, ili siku ukija Kariakoo usipate shida. Ya, usipate shida kwa sababu Kariakoo imegawanyika. So tuanze kuitafuna hii Kariakoo taratibu uweze kuona tutafikia wapi. Ya, hii ni barabara ya Lindi, mtaa wa Lindi hapa. Yep. Huu ni mtaa wa Lindi kama unavyoweza kuona, Lindi na Msimbazi. Na hapa mbele ni makutano ya Uhuru na Msimbazi kama unavyoweza kuona, ni mataa ya Uhuru na Msimbazi. Uhuru na Msimbazi. So tuendelee tuweze kuona jinsi gani ilivyogawanyika hii Kariakoo, ili siku ukifika isiwe shida kwako. Haya ni mataa ya Uhuru, unaweza ukayaona jengo la Infinix. Yeah. Uhuru na Msimbazi. Yeah.
ukifika Kariakoo inatakiwa uwe na tahadhari ya hali ya juu kutokana na crowded ambayo iko huku. So upande huku kuanzia hapa Uhuru, kama unavyoona maduka haya hapa ni accessories, simu, kompyuta, TV, mafriji na mambo mengine kama hayo. Hii huku barabara inayopita ni barabara ya Uhuru, mtaa wa Uhuru, kuelekea eneo maarufu linaitwa China Plaza, ambapo zinauzwa simu kwa bei ya China. Unaweza ukaona hii ni Uhuru Tower. Haya yote ni maduka ya simu, mafundi simu pia wanapatikana maeneo haya. So unaweza ukafika ukanunua hivyo vitu. Kama nilivyokuambia imegawanyika Kariakoo kwa mitaa. So huku ni mtaa wa Uhuru hapa. Wote mtaa wa Uhuru umeanzia Buguruni. Hii Uhuru Road. Uhuruni mpaka Nazi. Zenye vifurushi vya ofa nyingi. Jingine zuri ni kwamba so ngoja nikufikishe mpaka China Plaza uweze kuona hilo jengo linapatikana wapi na nini lina kuofa huko. Kama unaweza kuona kule ni mataa ya Uhuru na Msimbazi. Hapa ndio duka la Philips. Ni bado mapema asubuhi, watu ndo wanafungua. Na hilo ndo vibe la Kariakoo. Huku kutoka shule ni shule ya Uhuru Mchanganyiko, Benjamini, Uhuru wasichana. Inapatikana huku, ambapo zamani shule ilikuwa inaitwa Kichwele, ambapo ndo aliposoma Sheikh Shaban Robert. So historia hiyo nakupa, Shaban Robert alisoma katika shule hii ya Uhuru Mchanganyiko ambayo inapatikana ndani ya huu ukuta. Zamani ilikuwa ikiitwa Kichwele, na hata hii barabara ilikuwa inaitwa barabara ya Kichwele. So chukua hiyo. This is Kariakoo for you. Kama unavyoweza kuona kote zinauzwa accessories, mafriji, electronic kwa kifupi. Mtaa wa Uhuru ukipita. Na ili hapa jengo refu ambalo unaliona hapa ndio China Plaza. Huko ndani ndio kuna maduka ya simu ambapo tunauza simu kwa bei ya kutupa kabisa. So unaweza ukafika ukapata yako na wewe humo ndani China Plaza. Hilo jengo unaloliona ni China Plaza. Ni jengo maarufu sana hilo. So fika hapo uweze kujipatia simu yako hili hapa. Humo ndani simu zinauzwa kwa bei ya Dubai kama sio ya China. So nataka tuone kama ni Kariakoo ni most crowded market in Africa. Wote niambia. Nimeanza na mtaa wa Uhuru kukuonesha yapi yanayopatikana. Mtaa wa Uhuru ni mtaa maarufu sana kwa accessories, simu, yani electronics. Ukifika mitaa hii hapa utapata electronics. Kwa hivyo so ngoja tuingie huku nyuma nikuoneshe vitu gani vingine vinapatikana. Kwa wale ambao mna watoto na mngependa kuwazawadia baiskeli, nyuma ya mtaa wa Uhuru hapa, nyuma ya jengo hili kubwa la China Plaza, ndio utakuta kuna zinauzwa baiskeli hizi hapa. So unaweza ukafika ukanunua kwa ajili ya mwanao. Huu hapa mtaa wa Grey. Huu ni mtaa wa Grey. So fika mtaa wa Grey ndio kuna baiskeli kama unavyoweza kuona. Kwa hiyo kama nilivyokuambia maeneo yamegawanyika.
kila bidhaa kuna eneo ambalo linakuwa maarufu kwa bidhaa hiyo. So baskeli utazikuta sana huku mtaa wa Grey. Yeah. Lakini pia mtaa wa Grey huu utapata pia accessories kama vile simu, kompyuta na mambo mengine pia yanapatikana Grey. Yeah. CD. Yeah. Kanda huu wa Grey. So tuendelee. Nadhani unajionea mwenyewe yapi ambayo yanapatikana. Yeah. So this is Kariakoo for you. Niandikie hapo chini kwenye comment, unaionaje Kariakoo? Je, inastahili kuwa most crowded market here in Africa, au kama kuna soko lingine unalijua wewe ni soko lenye pilika nyingi kuliko Kariakoo, pia niandikie hapo. Yeah. Mimi nitapita na comment yao. Bado nipo Grey. Yep, inaonekana kama hakuna umeme. Kama hakuna umeme, that is why unasikia miungurumo ya majenereta. Hakuna umeme. So tuendelee ku explore in detail what is in. Lakini pia tushamaliza series ya Zanzibar. So niandikie wewe ungependa sasa hivi tuende katika mji gani mwingine, ili nijiandae niweze kufika katika mji huo. Niandikie hapo chini kwenye comment ungependa tuende kwenye mji gani hapo ambao ungependa kuuona. Zanzibar tayari, so niandikie hapo chini ili tuweze kuona namna gani tunafika katika mji huo. Yeah. Bado nipo Grey. Nao ni mtaa ambao ukihitaji accessories, baiskeli, CD utapata katika mtaa huu hapa. Simu, yeah. Yaani electronic zote zinapatikana katika mtaa wa Grey. Huku ndo Mawinga tunajificha. Yeah. So tuendelee. Hapo mbele kidogo ni ya Grey na Msimbazi. So tuachane na hii zone ya electronic, tuende katika zone ya mambo ya fashion, nguo, viatu na mambo mengine kama hayo, tuweze kuona vinapatikana wapi. Yeah. Alafu utaniandikia hapo chini kama Kariakoo is the most tunasema crowded market in Africa. Utaniandikia hapo chini. Yeah. Kwa hiyo wenzetu hapo mtaa wa Grey na Msimbazi ndio tupo hapa sasa hivi. Ndio unaona so hapa ndo makutano ya Msimbazi na Grey. Msimbazi na Grey kama unavyoweza kuona, kwa kule ni jengo la Simba. Kwa huko hapa ni mataa ya Uhuru na Msimbazi. Yeah, so tunavuka hapa tuende upande wa pili tuweze kuona nini kinatuofa. Kama unavyoweza kuona majengo mapya na yeah. So ngoja tuvuke tuende upande wa pili tuweze kuona nini kinatuofa. Niandikie hapo kumbukumbu zako zinakurudisha miaka gani maeneo haya ya Kariakoo. Pale zamani palikuwa na roundabout hapo, lakini sasa hivi hakuna tena roundabout. Yeah. Wenzetu. Yep, huu ndo mtaa wa Msimbazi ambapo ndo makao makuu ya Simba Sports Club. Hapo hapa. Ni mtaa ambao una pilika nyingi sana.
ya na ndo tambao. Ukitaka nguo, mambo ya fashion, nguo, vipodozi, nguo, viatu, unatakiwa uje ukanda huu hapo. Ya, wenzetu tuone nini kinatuona. Hapo wewe chini utaniandikia unaonaje maeneo haya. Ya, so wewe tuingie hapa. Ile hapa juu hapa ndio jengo la Simba kama unavyoweza kuliona. Ya. Huku kushoto kwangu. Ya. So huku sasa ndio kama unataka viatu, unataka nguo. Ya, ndio utapata katika maeneo haya. Bado ni asubuhi kama nilivyokuambia. Ya. Bado ni asubuhi, so tuendelee explore mdogo mdogo. Yep, ukija huku natakiwa uwe active na uwe makini sana kutokana na watu huwa ni wengi sana, kwa hivyo unatakiwa ulinde sana mali zako sababu you never know. Yeah. So drop comment yako hapo chini. Unalionaje soko hili la Kariakoo? Yeah. Huku sasa ndo kama nilivyokuambia, kama unahitaji mambo ya nguo, viatu, njoo mitaa hii. Yeah. So this is inside Kariakoo market. You never see on TV. Huku kwa wale wanaohitaji vijora, ndio maeneo yake haya. Vijora na mambo mengine kama haya, unaweza kufika mitaa hii hapa ukaja kupata vijora, vitenge. Ukafika huko na ukapata. Yeah, so kidogo. So drop comment yako hapo chini tuweze kuona maoni yako ni yapi kuhusiana na Kariakoo 2025. Yeah. Hizi ndio baadhi ya zoni za soko hili la kimataifa ambalo linategemewa na nchi sio tu za Afrika Mashariki bali hata nchi za kusini mwa Afrika kama Mozambiki, Zambia,
na Zimbabwe mpaka Malawi. Yep, na pia kama unaijua hii mitaa ambayo inakupitisha chini, comment hapo chini, huu ni mtaa gani? Comment hapo chini kama unaijua hii mitaa. Yep, na maeneo haya viatu, sijui nguo ni bei rahisi sana. Bei rahisi mno. So unaweza ukafika ukaja kudaka vya kwako. So this is Kariakoo for you, crowded market. Unaweza ukaona mwenyewe. Na hii bado ni asubuhi, so hiyo ndio Kariakoo. Wasichana na hata wastaafu. Vile tuna vertikali, na clutches. Anaangazia kwa ya kwanza. So hii huku ilikuwa ni zoni ya nguo kwa upande huku wa Msimbazi na viunga vyake. Kwa hivyo niandikie hapo chini wewe umeonaje maeneo haya wakati tunaendelea kuvuka upande wa pili wa Msimbazi na kwenda maeneo mengine. Hiki ni kituo cha mwendo kasi cha Msimbazi. Hapo so tunavuka tunaingia upande wa pili huku tuweze kuona nini kinapatikana. Ukiwapo kama nilivyokuambia ni uwe active, more than active. Kwa sababu watu hawana muda maeneo haya. Ukizubaa inakula kwako. So hiyo ndio Kariakoo. Basi niandikie hapo chini umeonaje viunga hivi vya Kariakoo ambavyo nimekupitisha. Sio rahisi kuimaliza, lakini niandikie umeonaje. Je, ni inastahili kuwa most crowded market in Africa
au kuna soko lingine ambalo linaweza kuipiku Kariakoo, nitasoma komenti yako hapo. Usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na kushare. Hadi wakati mwingine. Aja mashoga.